Na mtazamaji wangu, Oktoba hii itakuwa ndefu na ngumu kwa viongozi wa CCM. Mtazamaji wangu, amini usiamini, maandamano mazito yameweza kushuhudiwa. Ni ujumbe ambao Watanzania bado wanazidi kutuma kwa viongozi wakuu wa serikali ya awamu ya sita, vile vile kwa viongozi wakuu wa chama cha CCM. Mtazamaji wangu, ningependa tutizame kipande hichi cha video, na ndipo ambapo niweze kukufahamisha nilichoweza kukuandalia katika video ya leo hii. Na mtazamaji wangu, natumai umeweza kutizama vipande hivyo vya video, na big shout out kwa wote wale waliokuwa wakichukua matukio ya hali halisi. Ila mtazamaji wangu, itakuwa vyema iwapo ya hapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe. Pia ni vyema iwapo ya hapo utaweza kubonyeza alama ya like chini ya video hii. Naam mtazamaji wangu, kama nilivyoweza kutangulia katika video hii kukufahamisha na kuweka wazi kwamba mwezi huu wa Oktoba utakuwa mrefu kwa viongozi wakuu wa chama cha CCM na hata serikali ya awamu ya sita kwa ujumla. Kwanza kabisa mtazamaji wangu, viongozi wakuu wa serikali ya awamu ya sita waliweza kuamini kipindi na wakati ambapo wataweza kumkamata Mheshimiwa Tundu Lissu na kumweka gerezani, basi Watanzania wao wenyewe hawawezi kupigania haki zao. Ila kile kinachozidi kushuhudia hivi sasa huenda hata kikaweza kushinikiza uongozi wa serikali ya awamu ya sita kumwachia Mheshimiwa Tundu Lissu. Mtazamaji wangu, tukio hilo ama maandamano hayo yameweza kushuhudiwa usiku wa kuamkia leo hii katika vituo vya mwendo kasi. Mtazamaji wangu, dalili hii ni jambo ambalo halijawahi kutokea. Na je, mbona wananchi wako na hasira? Mbona wasiweze kuzungumzia kuhusiana na chama Chadema chake Mheshimiwa Tundu Lissu, ama kuzungumzia hata Mheshimiwa Tundu Lissu mwenyewe? Ila tuliweza kushuhudia mapema mchana kabla ya maandamano haya ya usiku, kuliweza kuvujishwa vipande vya video ambavyo hadharani kuliweza kudaiwa ya kwamba hatutaki CCM. Na mtazamaji wangu, hatua hiyo haikuonekana kuwa na uzito, ila uzito wake umeweza kujitokea baada ya maandamano ya usiku wa kuamkia leo hii. Mtazamaji wangu, iwapo hivi sasa kweli viongozi wa serikali ya awamu ya sita wataendelea kulenga maneno ambayo yanazidi kuombwa na wananchi wa Tanzania waweze kufanya, basi mwezi huu wa Oktoba kwa mara nyingine nitaweza kuweka hadharani kwamba utaweza kuwa mwezi mrefu mno, ama mwezi wenye changamoto kwa viongozi hao wa CCM. Kwanza kabisa, idadi kubwa ya Tanzania hivi sasa kokote pale ambapo wanazidi kukutana ama kufanya hata mikutano, wote wanakuwa na kauli moja ya kwamba Oktoba hawatiki bali maandamano. Na maandamano haya bado hayajaweza kuhusishwa na chama Chadema. Hii ni kuonyesha jinsi gani ambavyo hata chama Chadema bila kutoa ripoti, na iwapo kitaweza kuombwa kutoa ripoti kujaribu kutuliza maandamano ili wamwachie Mheshimiwa Tundu Lissu, basi hakuna chochote kile ambacho Tanzania utaweza kukisikiliza, kwani muda ni huu ambao
viongozi wakuu wa chama cha CCM waweze kusikiza kilio cha wananchi wa Tanzania, mabadiliko yanayozidi kuyaomba yafanyike yaweze kufanyika. Mtazamaji wangu, mimi nitakupa mfano wa hali halisi. Gen Z ni vijana ambao wako na wave tofauti kabisa na kama Generation X, Millennials na Generation Alpha ambayo imefuatia Gen Z. Ila Gen Z popote pale ambapo watakuwa na jambo liweze kwenda kinyume na walivyokuwa wakitarajia ama kuomba lifanyike, mwisho siku kutakuwa na maandamano. Mtazamaji wangu, sio Kenya pekee ama East Africa, hivi sasa dunia nzima kuna baadhi ya sehemu ambazo Gen Z wanazidi kuomba mabadiliko yaweze kufanyika, na uhamasishaji ambao Gen Z wanazidi kufanya hakuna kwenda katika rally ili waweze kukutana, kujumuika na kujadili ni kipi cha kufanya, ila katika mitandao ya kijamii Gen Z wote wako na agenda moja, na agenda hiyo ni lazima itaweza kufanikishwa. Mfano bora ni juzi nchini Kenya, sote tuliweza kuona historia ya Kaluma Boy, jambo ambalo liliweza kugusa mioyo ya Wakenya wengi. Tukizungumzia Wakenya hapa, ningependa kuwa specific. Gen Z wa Kenya waliweza kubadilisha maisha yake Kaluma Boy pamoja na baba yake ambaye alikuwa ameweza kuparalyze, kwani tuliweza kuona umati mkubwa uliokuwa ameweza kujitokeza. Na hivi sasa bado Gen Z hawa ni kizazi ambacho kimeweza kudai kwamba wangependa kujenga hospitali nchini Kenya. Sasa leadership hii inakuwa kama leadership ya huko Singapore. Mtazamaji wangu, Singapore kwa ubora wake, jinsi ambavyo iliweza kunawiri na hata kuwa na mvuto, ilianza na mabadiliko kwa watu binafsi na sio serikali. Mtazamaji wangu, ni sawia na kile ambacho kinaonekana hivi sasa katika taifa la Tanzania. Kinachozidi kuonekana ni mabadiliko ambayo hayahusishi na kisiasa wala ukabila wote ule. Vijana wa Gen Z hawa wako tribeless, alafu wako na agenda moja, kufanya mabadiliko katika Jamhuri ya Tanzania. Hatua hii, mtazamaji wangu, iwapo ingekuwa vema viongozi wa serikali ya awamu ya 6 waweze kufanya mkutano wa dharura kujadili na kuona ni kipi waweze kukifanya ili wave hii ya Gen Z iweze kutulia kabla ya tarehe 28 ama 29, kwani Gen Z hawa dalili ama kwa kile alichoweza kukionyesha usiku wa kuamkia leo hii sio hali nzuri kamwe kwa viongozi wa serikali ya awamu 6 kupuzia. Mtazamaji wangu, nitakupa mfano bora. Hivi sasa watu maarufu nchini Tanzania kama kina Mwijaku, akina Othman Jaidi, kuna kina Diamond, kuna kina Zuchu na watu wengine maarufu. Mtazamaji wangu, hao wote sio Generation Z ama sio Gen Z, na yale yote wanayozidi kuyafanya moja kwa moja inaonekana kukiuka kile ambacho Gen Z wangependa waweze kukifanya. Na hivi sasa katika comment section zao, chochote kile ambacho wanakipost ama ushawishi wanaozidi kuomba Tanzania dhidi ya serikali ya awamu ya 6, mwisho siku comment section zote ni no reform, no election. Na ukijaribu kulinganisha Gen Z yoyote yule ambaye ni maarufu, ambaye anafahamu ni kipi sahihi katika Jamhuri ya Tanzania, hivi sasa hata account zao zipo dormant, na iwapo ziko active ameweza kubadilisha content aliyokuwa akifanya mbeleni kureact against zile ama vile vipande vya video vinavyozidi kuonekana kuonyesha hali na kilio cha Gen Z kwa serikali ya awamu ya 6. Wanajaribu pia kucommunicate kuonyesha jinsi ambavyo CCM hivi sasa ground imeweza kuwa telezi kwao. Hakuna popote pale pa kujificha wala kujishikililia, na ndipo ambapo ingekuwa vema iwapo mabadiliko haya ambayo vijana wa Gen Z wanazidi kuyazungumzia siku baada siku katika mitandao tofauti ya kijamii yaweze kufanikishwa. Vile vile, mtazamaji wangu, hatua hii katika historia ya chama cha CCM, Mheshimiwa Humphrey Polepole amekuwa kiongozi loyal sana katika chama cha CCM, ila
Juzi kati aliweza kujiondoa yeye pamoja na Mheshimiwa Mchungaji Gwajima, wote wakaanza kuomba CCM kutopeana fomu kwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan, ila wengi waliweza kupuuza viongozi hawa wawili, ila mwisho siku walikuwa wameweza kutoa tahadhari kipindi na wakati ambapo Watanzania ama vijana hawa wa Gen Z kizazi kipya kitakapoweza kuamua kuonyesha jinsi ambavyo wameweza kuchoshwa na kupuuziwa katika jamhuri hiyo ya Tanzania, ni jambo ambalo halitakuwa jema na la kufurahisha kwa viongozi wakuu wa CCM. Ni kweli baada ya tukio hilo kufanyika usiku kwa mkia leo hii, tumeweza kushuhudia mabasi ambayo yameweza kuletwa. Kweli mabasi hayo yatajenga ajira, mabasi hayo yataweza kusaidia watu kusafiri kutoka eneo moja hadi lingine, ila vipi kuhusiana na mabasi hayo? Mfadhili ama anayezidi kuyamiliki yupo katika serikali ama hayupo katika serikali? Mtazamaji wangu, hapo sitaweza kuzungumza sana, ila wewe hapo utatuambia yupo nafahamu aliyetoa mabasi hayo yupo katika chama cha CCM na yupo na azma ya kuingia katika serikali ya awamu 7 kupitia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Je, atakapoingia katika nafasi ya juu katika serikali hii ijayo, fedha alizoweza kuzitumia kununua mabasi hayo ataweza kuzirejesha vipi? Ataweza kuzirejesha ama ataweza kufanikisha manifesto walioweza kuahidi wa Tanzania? Na ndipo ambapo hali halisi inazidi kujitokeza. Kila kile kinachozidi kufanywa ni mtego. Mtazamaji wangu, amini usiamini, politics ni mchezo ambao nipe nikupe. Hivi sasa mimi nakwambia tumeweza kushuhudia hata viongozi kama marais wastaafu wakipigia debe CCM ama viongozi wa CCM, ila mwisho siku utasikia kuna mtu wake ama watu wake wanataka nafasi katika serikali ijayo. Na mtazamaji wangu, viongozi hao acha nikupe mfano hai. Hivi sasa sote tunamwona Mheshimiwa Rais mstaafu Jakaya Kikwete siku baada ya siku anazidi kuhudhuria rali za chama cha CCM kumpigia debe Rais Mama Samia Suluhu Hassan, ila mwisho siku tumeweza kushuhudia ni kipi the secret agenda inayozidi kuendelea nyuma ya tent ya kwamba mtoto wa Jakaya Kikwete pamoja na bibi yake Mheshimiwa Jakaya Kikwete wangependa nafasi za juu katika serikali ya mwaka 2025, hatua ambayo Watanzania hivi sasa wameweza kufunguka macho na kuamini ya kwamba yale aliyokuwa akiyazungumza Mheshimiwa Tundu Lissu alikuwa yupo sahihi. Sasa ndipo ambapo wangependa Mheshimiwa Tundu Lissu, kwani Mheshimiwa Tundu Lissu yale yote aliyokuwa akizungumza alionekana kuraimu yeye na vijana wa Gen Z ambao hivi sasa wanakuwa unstoppable dhidi ya kufanikisha azma yao ya maandamano ya Oktoba 29. Je, mtazamaji wangu, wewe mtazamo wako ni upi? Ni vyema kutuachia maoni yako katika uwanja wa comment section, ila usisahau kusubscribe na kulike video zetu katika YouTube channel hii. Bye bye until the next video.